Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika mchezo wa Kariakoo Derby, yani Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba Sports Club, mchezo ambao ulipangwa kuchezwa tarehe 8 mwezi March mwaka 2025, lakini mchezo huo tunaona uliweza kuahirishwa na bodi ya ligi kuu Tanzania bara kutokana na sitofahamu ambayo ilijitokeza mnamo tarehe 7 mwezi March mwaka 2025 kwa Simba kuweza kuzuiliwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 1 usiku, na Simba wakaweza kutoa chapisho ama barua inayosema kwamba hawatashiriki mchezo dhidi ya Yanga Sports Club kwa sababu kikanuni hawakuruhusiwa kufanya mazoezi mnamo tarehe 7 mwezi March mwaka 2025. Lakini klabu ya soka Yanga Sports Club mara baada ya wao kuwazuia Simba kupitia makomando wao, basi kwa upande mwingine wao walipeleka timu uwanjani kama kawaida, lakini hakukuwa na marefari. Kwa hiyo kwa upande mwingine Yanga Sports Club wao mara baada ya kupeleka timu, msimamo wao upo kwamba hawatoshiriki mechi dhidi ya kocha timu ya soka ya Simba Sports Club, kwa sababu kwa upande mwingine wanaamini wao walikuwa sahihi kupeleka timu uwanjani. Kwa hiyo wao wanachokitaka wapewe alama 3 bila kusahau mabao 3, na kwa upande mwingine Yanga Sports Club wana claim kwamba hawana imani na bodi inayosimamia ligi kuu Tanzania bara ikiongozwa na kiongozi wao ambaye ni mwenyekiti wa bodi Steven Mguto, sambamba na kama Almas Kasongo ambaye ndiye CEO wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Tunashuhudia mara baada ya Yanga kupeleka kesi yao TFF, tunashuhudia TFF wakaweza kulitupilia mbali shauri Yanga Sports Club na Yanga wakakimbilia CAS. CAS ni mahakama ya kisuluhisho ya kimichezo. Kwa hiyo mara baada ya kukimbilia CAS, tunaona CAS wakaweza kutoa majibu kwamba Yanga Sports Club shauri lao limetupiliwa mbali, warudi katika bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuweza kuweka mambo sawa na kesi sikilizwe. Kama bodi isiposikiliza basi ndio warudi tena CAS. Kwa hiyo wafuate protocol ama mfululizo wa ngazi kwa ngazi. Kwa hiyo tunaona kwa upande mwingine Yanga Sports Club ndio hivyo wameweza kuangukia pua kule CAS. Sasa mara baada ya Yanga kushindwa CAS case, tunashuhudia bodi ya ligi kuu Tanzania bara wameweza kutangaza tarehe rasmi ya mchezo kati ya Simba na Yanga Sports Club, ambapo wameweza kutangaza mwezi wa 6 yani Juni 2025 tarehe 15 siku ya Jumapili majira ya saa 11 jioni katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga Sports Club wanatakiwa kwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club ili mechi za mzunguko wa 29 na 30 ziweze kuchezwa kwa vilabu vyosalia katika ligi kuu Tanzania bara, lakini msimamo wa Yanga Sports Club ni kuto kushiriki mchezo huo. Wapo tayari kwa mujibu wa taarifa zinazosemwa wakatwe alama 15 sambamba, kwa sababu wao wanaamini wako sahihi. Sasa kingine kilichojiri ni kwamba mara baada ya kutokea, watu wengi walikuwa wakitaka kusikia kauli kutoka kwa rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia, ambapo Wallace Karia ameweza kufunguka na kusema hivi: shauri la ripoti ya uchunguzi laendelea, TFF yasubiri mchakato wa kisheria ukamilike. Ambapo rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amesema kuwa ripoti ya uchunguzi inayosubiriwa kwa hamu haitatolewa kwa sasa kutokana na hatua za kisheria zilizochukuliwa na mmoja wa wahusika. Amesema kuwa suala hilo bado lipo katika mchakato wa kisheria na kila upande una nafasi yake ya kushughulikiwa kwa wakati wake, kwa kuwa mmoja wa wahusika tayari amelifikisha shauri hilo katika vyombo vya usuluhisho. TFF inaona si vyema kutoa ripoti hiyo kwa sasa hadi mchakato huo utakapokamilika. Karia amesisitiza kuwa ni muhimu kuheshimu taratibu za kisheria ili kuepuka kuingilia mwenendo wa ushauri ambalo bado linaendelea na hatima yake haijajulikana. Ambapo tunanukuu maneno ya Wallace Karia, anasema hivi: bungeni waliniuliza sana kuhusu ripoti ya uchunguzi, nikawaambia haiwezi kutoka kwa sababu kuna mwingine alienda kwenye vyombo vya sheria, kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake. Itafanyika muda utakapofika, kwa sababu shauri bado linaendelea na hatujui litaisha ama halitoisha. Kwa hiyo sio vizuri kutoa taarifa hizo kwa kuwa tayari mmoja ashaenda katika usuluhisho yani CAS. Kwa hiyo ni vizuri kuheshimu taratibu. Huyo ni Wallace Karia wa shirikisho la soka barani nchini Tanzania na ni miongoni mwa wajumbe wa bodi ya kamati ya CAF. Kwa hiyo yeye anaamini kwamba kuna wengine walikimbilia kule CAS. Kwa hiyo ni hilo
suluhisho litakwenda kutolewa. Lakini kupitia spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu viongozi mbalimbali nao pia ni mashabiki wa timu fulani ambao nao pia wanaofuatilia mchezo huu wameweza kufunguka na kusema kwamba kama ratiba imetolewa, basi ni vizuri kwa Yanga na Simba kucheza mchezo huu ili kuheshimu ama kutokuishusha ligi kuu Tanzania bara thamani yake, kwa sababu anaamini kwamba Simba na Yanga wakicheza, basi kwa upande mwingine ligi yetu itaendelea kuheshimika na kuwa bora zaidi. Kwa hiyo kama spika anaomba tu mechi hii ichezwe ili mbivu na mbichi zijulikane.